kiukweli tuendelee kushikamana. Hizi mechi zilizobakia tatu ni ngumu sana kwetu na ni nyepesi kama tutashikamana. Tukishikamana na imani tunaenda kunyanyua kwapa. Lile tayari limeshakuwa la kwetu. Hili ndio tuna wasiwasi nalo kidogo kwa sababu ya tumetanguliwa kwa point. Lakini hii federation ya CRDB ile ni mali yetu. Tunasubiri tu kwenda kutawazwa kwa mabingwa rasmi. Simba wanasubiri kutawazwa tu bingwa, kwamba wanaenda kukamilisha taratibu za kwamba lazima mpira uchezwe. Kipindi kile cha kwanza tulipocheza na Mtibwa kuna mapungufu tulikuwa nayo kama timu, ndio maana walipata sare, na ile sare kiukweli hata mimi iliniuma sana, lakini huo ujeuri wao wa kwamba wanapambana na vigogo kwa mechi hii ya kesho kutwa, hiyo nafasi ya mechi hii ya kesho kutwa wanaenda kukutana na mjomba. Sasa hivi wameumia. Olise wa Ufaransa ndio Libasi anatupa vitu kama vile. Olise wa Ufaransa tunaye Simba sasa hivi. Kwa hiyo sio wa Faransa tu wajivunia wana Olise. Na sisi tunaye Libasi Gay. Anatupa raha ya Olise. Naam. Yes, bwana Faza, mambo ni aje? Mambo mema kabisa, habari za mchana huu. Uko vizuri? Niko vizuri bwana. Mambo yanakwenda kabisa. Bwana, michezo mitatu imebaki ya ligi kuu Tanzania bara mara baada ya kwanza ya kutinga fainali ya kombe la shirikisho. Labda unachokitazamia sasa kwenye hii michezo ambayo imebaki, wewe binafsi ni? Katika michezo mitatu iliyobaki, cha kwanza ni tumuombe Mwenyezi Mungu vijana wetu wawe wazima ili waweze kutuwakilisha vizuri. Uzima ndio kitu cha msingi. Wawe fiti kama walivyokuwa jana ili waweze kutufurahisha kama walivyotufurahisha jana. Hayo ndio ya msingi. Lakini nina matumaini kwamba michezo yote mitatu tutafanya vizuri kulingana na timu tulionayo kwa sasa. Simba hii inawapa jeuri wasa. Inatupa jeuri kwa sababu performance kila siku. Yaani ukifikiri ya jana ilikuwa nzuri, inaweza kawa ya kesho kawa nzuri, ya kesho kutwa kawa nzuri zaidi. Kwa kila siku Simba ni ile ile. Imeboreka zaidi. Timu ikiwa na mwalimu mzuri, walimu wa fitness wako vizuri, wataalamu wa kufundisha mpira wako vizuri, lazima timu iperform vizuri. Na wachezaji nao wameelewa mwalimu anachokitaka. Kwa lazima kitu kiwe safi. Kina Libasi Gesa sasa hivi wanawasha moto. Sasa wale akina Libasi ndio sasa wamekutana na watu wa type yao. Yawezekana alipokuja hakujua Simba ikoje. Amekuta pale kuna mafundi kama yeye. Kwa hiyo anacheza kwenye nafasi kadri anavyoona na pasi zinavyopigwa. Maana mpira ni mipango. Kama mipango inaenda vizuri kwenye mfumo, lazima na wewe mchezaji ufurahie. Kazi yako inakuwa ni rahisi. Ndio maana unaona magoli anayofunga Libasi. Watu wanajua, kama nilivyosema majuzi, winga ya kisasa. Hata kombe la dunia unaona watu sasa hivi wanaingia ndani. Hakuna mtu anayemaliza uwanja. Kumaliza uwanja inapobidi. Lakini lazima turudi ndani. Ukijichanganya tunaweka. Watu wanasema akimuona Libasi again kama amemuona Michael Olise hivi. Olise wa Ufaransa ndio Libasi anatupa vitu kama vile. Olise wa Ufaransa tunaye Simba sasa hivi. Kwa hiyo sio wa Faransa tu wajivunia wana Olise. Na sisi tunaye Libasi Gay. Anatupa raha ya Olise. Naam. Bwana Faza, tuzungumze sasa mchezo unaofuata dhidi ya Mtibwa Sukari ambao katika mchezo wa mzunguko wa kwanza walitia dosari harakati za Simba kutafuta ubingwa kwa kutoa sare ya bao 1-1 pale Meja Jenerali Samuyo. Mchezo unaofuata utakuwa ugenini pale Jamhuri. Kwanza hii Simba tunaelekea katika mchezo huu kwa tahadhari ya namna gani? Siku zote mpira unahitaji kuheshimiwa. Lakini kwa Simba hii sidhani kama kuna haja ya kuwa na hofu na Mtibwa. Nafikiri Mtibwa ndio wanakuwa na hofu ya namna gani wataikabili Simba. Lakini kwamba Simba tena wawe na hofu na Mtibwa, mimi hiyo wazo hilo sina. Ila mpira kwa sababu ni mchezo unaohitaji heshima, lazima uheshimiwe. Usimdharau sana mpinzani wako. Ukaonekana kwamba wewe tayari umeshashinda. Hiyo hatutaki kwenda hivyo. Lakini nina uhakika 90% tunashinda hiyo mechi. Lakini hawa wana historia pia ya kuzuia vigongo. Nakumbuka hata watani Young Africans walikutana na hiki. Kipindi kile cha kwanza tulipocheza na Mtibwa kuna mapungufu tulikuwa nayo kama timu. Ndio maana walipata sare. Na ile sare kiukweli hata mimi iliniuma sana. Lakini huo ujeuri wao wa kwamba wanapambana na vigogo kwa mechi hii ya kesho kutwa,
hiyo nafasi Mechi hii hawapati. ya kesho kutwa wanaenda kukutana na mjomba. Sasa hivi wameumia. Wanaenda kukutana na kina Daktari Chama, Clatous Chama, Mwambo wa Lusaka. Anakutana na Libase Gwe. Anakutana na mtaalamu sasa hivi tena bwana mdogo amekuja vizuri. Ball brain, ball control, ball balance. Elimu Panzu Kibisawala. Wanaponaje? Pembeni unamzaa kujitutumua Kibabage. Una mzee Kibabage. Wanaponaje? Hapo katikati kuna Nio Maema. Wanaponaje? Una Chama, una Nio Maema, una Libase, una Elimu Panzu Kibisawala. Kwa Aniseteura hujamtaja kwa sababu inaonekana na majeraha kidogo. Kwa hiyo anapumzishwa kwa mechi muhimu zinazokuja. Labda Singida Big Star au siku hiyo akimpa nafasi kwa ajili ya kuona kama yuko vizuri. Sasa watu kama hao kwa Mtibwa pale sasa unakuwa na hofu na wasiwasi na nani? Una wasiwasi na kitu gani tena? Mimi najua kwa pale kwa Mtibwa wakileta ubishi kama wa Coast jana nao watachezea 4. Wakileta jana Coast si unaona ulipaka uje kwa heshima. Uje kwa heshima, lakini ukileta ubishi unachukua 4. Unapewa miguu ya stuli safi. Miguu ya stuli safi au miguu ya meza safi. Unarudi kupumua. Lakini ukicheza kwa kuheshimu tutakuonea huruma upigwe 2 ili tusikudhalilishe nyumbani. Lakini kufa wao sasa hivi ni sasa na kaburi na jeneza. Yaani Simba hii ya Steve Becker kushinda ni sasa na kifo na usingizi. Lazima ufe, lazima ulale. Becker ametupa jeuri wana Simba. Ametupa jeuri kwa sababu anafanya vile vitu vinavyokubalika, ametengeneza timu inayohitajika. Nilikwambia siku ile Simba ina mifumo 3. Unaweza kukupa 4-3-3. Wanaweza kukupa 4-5-1. Kwa hiyo vitu hivyo vyote Simba kikupa hivyo au akakupa 4-4-2 vyote kulingana na wewe unavyokuja. Akiamua kuchezesha viungo wawili kwenye namba 1 inategemea wewe umepakije gari lako. Kuna muda wakati mwingine tunamuona kama Alassane Kante upo eneo la center back na wale watu wawili. Sasa hapo ni viungo wawili. Kagoma yuko hapo. Kante yuko hapo. Alafu muda huo anayecheza ni Derek na Ismail Toure. Hao ndio wanaochezesha timu muda huo. Ukiona hao jamaa wameshuka hapo, jua mashambulizi yanatokea nyuma, sio hapo katikati. Hapo katikati ni kumaki tu. Lakini mashambulizi yako wapi? Na siku zote mpira ukiwa kwetu ndio unaona hiyo hali. Sasa mpaka waje watugundue wapinzani, ligi imeshaisha. Tunajipanga na mambo mapya. Na tutarajia ubingwa namna yote kwa Simba msimu huu. Kwa kweli mimi bado nina matumaini. Sijakata tamaa. Japo tunaongozwa kwa pointi 2. Bado sijakata tamaa. Najua maana Mungu si Asmani, anaweza kaamua kesho mtu akaafa kwa namna nyingine tukawa mabingwa. Tuliwahi kupata ubingwa namna hiyo. Mtu mwingine alitakiwa ashinde, si tutakiwa tushinde. Wenzetu kwamba yule asitoe sare, si tushitue mabingwa. Mwisho wa siku yule akafungwa kabisa, si tukatangaza ubingwa. Kwa hayo mambo yanatokea. Kwa hata sasa hayo yanaweza katokea. Msimu tunaweza tukashuhudia CRDB Federation na NBC Premier League. Lile tayari limeshakuwa la kwetu. Hili ndio tuna wasiwasi nalo kidogo kwa sababu ya tumetanguliwa kwa point. Lakini hii Federation ya CRDB ile ni mali yetu. Tunasubiri tu kwenda kutawazwa kwa mabingwa rasmi. Simba wanasubiri kutawazwa tu ubingwa, kwamba wanaenda kukamilisha taratibu za kwamba lazima mpira uchezwe. Lakini pale hakuna upinzani. Bana, tumalizie zungumza chochote na wana Simba wote walioko ulimwenguni, Tanzania na sehemu nyingine. Kwa kweli mimi wana Simba wote ninachowaasa ni tuendelee kuwa wamoja. Yaani umoja wetu kama tulikuwa na umoja wa mwanzo, sasa hivi tuongeze huo umoja thabiti. Popote mwana Simba alipo, atembee kwa furaha. Atembee kwa kujidai. Akijua kabisa kwamba timu ipo. Timu inayokupa furaha kwa namna yoyote ile. Yaani sasa hivi Simba ikiwa inacheza, hata kama ulikuwa na mawazo unaenda kwenye screen ukijua Simba inacheza, mawazo yanapotea. Kwa Simba sasa hivi ni furaha. Sasa kwa nini sisi washabiki tuendelee kujipa mawazo wakati timu inayotupa furaha ni Simba ipo? Kila Simba inapocheza hata kwenye banda umiza huko ndio sasa hivi wanapata hela. Jana walipata sana hela, leo sijui kama watapata. Lakini vibanda umiza wote jana wamepata hela. Sasa kwa nini ukonde mwana Simba?
Bana, mimi nikushukuru sana mzee wangu, nataka nimsalimie tu ndugu yangu hapa. Bana, mambo ni aje mzee? Safi kabisa. Uko vizuri? Namshukuru Mungu. Bana, wasalimie tu wana Simba na uambie chochote ulichokuwa nacho. Sawa, mimi nawasalimia wana Simba, nasema tuendeleze na umoja wetu, Simba nguvu moja. Kwa kweli tuendelee kushikamana. Hizi mechi zilizobakia 3 ni ngumu sana kwetu na ni nyepesi kama tutashikamana. Tukishikamana na imani tunaenda kunyanyua kwapa na tukushangilia. Shukrani sana. Asante.